Tanzania imeamua kuwa kinara katika sekta hii ya vipimo. Jukumu la taasisi yetu katika kumlinda mlaji Tanzania ili apate thamani ya fedha zake kulingana na vipimo halisi, kuweka mazingira bora ya biashara Tanzania. Mazingira bora ya biashara ni pamoja na kujenga imani ya mlaji. Imani ya mlaji ni vipimo sahihi vya bidhaa kulingana na thamani ya fedha anayotumia. Na kwa jambo hili tumetoa maelekezo kwa watendaji na wafanyakazi wa wakala wa vipimo kushiriki kikamilifu katika kulinda imani ya Watanzania kwa serikali yao katika kuhakikisha kwamba wanasimamia vipimo katika bidhaa na huduma zote ili zifanane na thamani ya fedha ya Mtanzania. Kuna kazi kubwa ya utekelezaji wa dira ya 25 na 50 ambayo inazungumzia uchumi shindani, himilivu na jumuishi. Nguzo hizo tatu za dira zinategemea sana imani ya wananchi kwenye bidhaa, lakini inategemea sana sekta binafsi katika ushiriki wa uzalishaji mali. Sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara tumejipanga na taasisi zetu ikiwemo wakala wa vipimo kuhakikisha kwamba tunajenga na kulinda imani ya mlaji na kuweka mazingira rafiki ya biashara. Amesisitiza sana tuendelee kufanya kazi za ukaguzi na uhakiki wa vipimo. Mlaji lazima alindwe ili kuhakikisha anapata bidhaa au huduma kulingana na thamani ya fedha ambayo anaitoa. Kwa hiyo tutalizingatia, tutaongeza wigo wa utoaji huduma, lakini pia tunawakaribisha wananchi katika ofisi zetu ambazo ziko katika mikoa yote Tanzania bara. Pale anapohisi kwamba huduma au kipimo alichopewa sio sahihi, basi atupe taarifa ili tuweze kumsaidia kutatua changamoto ambayo amepata. Kwenye siku hizi 100 tulifanikiwa kusaini makubaliano na wenzetu wa wakala wa vipimo Zambia. Ni fursa kwa vijana hasa wanaomaliza kwenye fani ya vipimo, wasiogope, waende nchini Zambia. Tumeshafungua milango, tumeshaingia makubaliano, waende kule wakafanya kazi zinazohusiana na masuala mazima ya vipimo, kuchukua fursa zile za kufanya kazi za uhakiki wa vipimo mbalimbali ambapo hapa Tanzania tunavifanya, lakini kule Zambia hawifanya.